Ndugu mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa channel yetu hii The World Jesus TV, tunafurahi sana kufika katika eneo hili la Ruese, mahali ambapo kanisa letu lilianza, na tumepata neema ya kukutana na baba yetu, sukulu yetu, wetu katika kazi. Anaitwa kwa majina, unaweza kutaja majina? Ndio, jina langu ni Baluku Isunzu Josias. Baluku Isunzu Josias. Ni mchungaji katika kanisa la Adventista wa Sabato na ametumika katika siku nyingi sana. Sijui umetumika miaka ngapi? Nimetumika miaka 40. Miaka 40 unapomtumikia Mungu na umeretire, umekuwa passionate. Ndio. Lakini bado unaendelea kumtumikia Mungu, tunashukuru sana. Asante pia kwa kutukaribisha na kukubali kuwa na mazungumzo pamoja na wewe. Leo tulipenda watazamaji na wasikilizaji wa channel yetu YouTube ya The World Jesus TV wapate kuelewa mambo fulani kuhusu maisha yako kama mchungaji, kwa sababu watu wengi wanakujua, wanajua kitu ambavyo umefanya. Leo nilipenda utuambie tu, kwa sababu wewe ni mchungaji, mwito wako wa uchungaji ulikuwa namna gani, ama ulisikia namna gani ya kwamba umeitwa katika kazi ya Mungu? Umeitwa katika kazi ya Mungu ni tangu utoto. Baba mzazi katika nyumba tunapoongea alikuwa akisema wewe utakuwa mchungaji. Asante. Na alikuwa akiniambia nilipokuwa mtoto kidogo, alipokuwa katika eneo la Muhita, alikuwa mwinjilisti Muhita. Mwaka 58. Sasa tangu hiyo ilikuwa inaniingia katika kichwa, ninapomuona anaposimama mimi mwenyewe akisha maliza kuhubiri, baadaye watosazi kama watoto naingia katika kanisa na mimi nafundisha wengine kama yeye. Ukija na kanivuta kuwa mchungaji katika siku zinazokuja. Asante. Wakati ulipochagua kuwa mchungaji, kwa sababu baba alikuwa amekuambia, pengine kwa sababu ya tabia yako, aliona tabia yako inafuatana na lingana na wachungaji, kwa sababu wazazi ndio wanaotujua sisi watoto. Asante. Na wakati ulipochagua kuwa mchungaji, wengine marafiki ambao mlikomana nao walikuwa wakikuona namna gani? Walikuwa wakinichekelea sema nitakuwa navaa koti. Nilizua kusema koti ilikuwa ni kitu cha kushangaza. Wazee ndio waliokuwa wakivaa makoti wakati. Umechagua kwa wazee, utakuwa sawa wazee wewe. Sasa ndio nimeitika kuwa mzee. Ndio. Asante sana, tutafurahi. Katika hiyo kazi ya uchungaji umekubali mwito, umeenda kusoma shule? Ndio, nilisoma shule. Nilisoma shule ya kichungaji, nilimaliza mwaka 76. Hapo Lukanga. Ikiitwa college wakati huo. Okay. Sasa ninapomaliza nikaingia mara moja katika chuo, ilikuwa formation pastoral. Okay. Hapo kila mara mtu alipokuwa akimaliza anafuata anza kazi. Ndio, unaanza kazi mara moja. Nilimaliza mwaka 78. Na 79. Ndio. Kwa sababu 78 nilifanya nimefunga ndoa. 79 tukaoa kufanya mwaka mmoja na mke, na nikaachiliwa kazini, nikaenda Beni. Asante. Ndio. Kitu zangu kwanza katika kazi ulianza kuwa kama umonee ama iende namna gani? Tulikuwa mwinjilisti. Hakuwa mambo ya umonee. Hapana, walikuwa wanatutia kwa sababu tulikuwa wachache, karibu watu 6 tulipomaliza. Sasa wengine walikuwa watu wa Kasai, wengine walikuwa wa Katanga, na tulikuwa wasiti wa huku tulikuwa watu 3. Sasa mimi na Pastor Mronje tukaanza kazi, mimi nikaenda Beni 79 na yeye akaenda Wichi. Asante. Sema baada ya kumaliza ukakamatiwa kama evangelist. Ndio. Baada ya kuwa evangelist umetumikia Mungu katika maeneo gani ama na katika maposition gani katika kanisa? Baada ya kuwa mwinjilisti nikatoka hapo kwa mwaka 84 nikaenda kuwa chief district pande Tanzaba. Ilikuwa inaitwa wilaya Pasisi. Na nikatumika hadi mwaka 92. Ndio 18 hadi 92 nilikuwa chief district. Na wakati ule Pastor mmoja alipoenda kusoma pande wa Mudende, Rwanda, wakaniomba kuwa nasaidia station. Kiongozi wa station alikuwa mzee anaitwa Pastor Shatoka. Na nikawa naenda kumsaidia kazi kwa kufanya maraporo, lakini niko naongoza wilaya ya Tanzaba. Na huko nikatumika hadi tukaanja wilaya ya pili, wakanipatia mwinjilisti na nini anaitwa Kikosa. Asante.
Kikosa ambaye yuko Goma ndio. Okay. Sasa yeye akawa pale Makeke na niko na friend huwa na yeye kuongoza wilaya hiyo, na ikanibidi sasa makanisa yaongezeke kwa sababu ilikuwa kuanzia Makeke kwenda Bela, kwenda Lukaya, kwenda Biakato, kwenda Lima, kwenda Luemba, kwenda Malutu, kwenda Teturi na kuvuka Ituri fasi wanaita Mayoano. Asante. Zile eneo zote zilikuwa kwenye wilaya yako. Ndio, sababu field hii ilikuwa kubwa, ilienda kufunguka upande wa Mambasa, unaenda mpaka Duruba, mpaka Waza na kuingia kwa mipaka ya Sudani. Hii ilikuwa field kubwa sana. Sasa kwa hiyo Mahagi yote na Aru ilikuwa territory 9 zilikuwa zikiunda ilikuwa eneo kubwa sana. Sasa kazi mlikuwa mkifanya namna gani kwa siku hizi? Mtu akimpelekea kwa wilaya anapenda awe na pikipiki. Sasa ninyi kwa zile siku sijui ulikuwa unafanya kazi namna gani? Ilikuwa wilaya ambayo inakuwa na makanisa mengi sana. Wilaya ndio ilikuwa tukitumia baskeli. Mwanzo tulikuwa tukitumia miguu. Naenda na miguu na pango, naenda na miguu, lakini baadaye ili kutusaidia kuwa na babaskeli. Na baada ya mabaskeli mambo yakaendelea hivi, tukatumika hivyo tu. Ndio sababu ndio ilikuwa wakati ule hizi ilikuwa haijaendelea sana. Sasa watoto walikuwa wanajisikia namna gani katika kazi ya uchungaji? Sababu baba yetu ni mchungaji, kuhamahama, unafanya muda mrefu au haupo nyumbani kwa sababu ya kuenda zuru makanisa. Walikuwa wanashikia vizuri kwa sababu mama yao walikuwa pale, walikuwa kwa sababu baada ya kuhamahama sana, sababu kutoka hapo nikaenda wakanituma kwenda kusomea Bugema. Mwaka 92 ukaenda Bugema. Nilienda Bugema na mtoto wangu wa kwanza nikamwacha. Na akabaki na papaleki wake hapa. Ukaenda na mama? Mama tukana na mtoto mmoja na akabaki mtoto. Tulienda na wawili. Alipofika Uganda akasema sifurahii huo karudi. Nikabaki na mmoja. Sasa huko tena nikazaa sasa watoto wawili mwaka 93 wa mapacha. Sichana kwa sababu nilikuwa na wafilini wao fulani. Nimesema wale wa mapacha wanazaliwa Bugema. Ndio. Mwaka 93. Ndio. Tunashukuru sana Mungu. Na kutoka huko nikaongoza station ya Butembo. Butembo yote ilikuwa station moja kwenda hata Mangureshipa, kwenda Isale, Olambo kule kote. Ndio. Na yote ilikuwa station Butembo. Ndio. Baada ya pale wakanipandisha mwaka 99 nikaja hapa Wese kama departement wa economia. Mwaka 19 ndio. Na 2000 pale yote nikamaliza kwa departement wa economia. Na wao pia wakili. Asante. Baada ya mwaka 2001 ndipo nikachaguliwa kuwa mkili wa field. 2001. Na hapo kaongoza field kwa miaka ngapi? Kwa miaka 10. Miaka 10. Asante sana. Na hiyo katika hizo kazi zote unamtumikia Mungu. Katika vile vipindi vyote umemtumikia Mungu. Ni kitu gani ambacho baada ya kustaafu unapokumbuka unasema Mungu ametenda kupitia mimi katika kitu hiki na hiki ambako unajisifia? Tunaweza sema ndio unasifu Mungu, lakini kwa sababu alitenda katika wewe. Kuna vitu fulani ambavyo unaweza tulikuwa na magumu pamoja na upande wa kaskazini. Wao waliona kwamba wao wanafaa washiriki. Lakini nashukuru kwa viongozi ambao ni wajiliona na hiyo wakatuifikia kugawa field mara mbili. Sehemu ya kaskazini kabaki huku na sisi huku tukabaki huku. Asante. Ni kwa wakati ambapo ulikuwa president. Ndio. Kitu kingine ni moto wa umeme ambao tunakuwa nao West. Okay. Hii moto ambao tunaona 24 inakuwa ni mojawapo kazi ambazo uzifanya. Yes. Nafurahi sana. Tena sana kabisa. Na ujenzi makanisa mengi kwa sababu tulipata wakati ule tulipata msaada kufuatana na uongozi wa wengine walikuwa wakisomea Filipino, wakatumia mtu anaitwa Yange. Na huyo akatuletea mtu anaitwa Yange, lakini Yange alikuwa laiki ambaye aliingia katika kanisa na alikuwa na shauku ya kutumikia Mungu. Asante. Na makanisa mengi yalijengwa wakati ule na akasaidia watu wengi wa kusoma vyuo vikuu. Asante. Na makoli primera sawa upande wa Kaya na nafasi nyingine. Ninapotoma maraporo zangu naona kweli
alitoa pesa nyingi kusaidia eneo hili sana. Huyo ni Young. Nilisema kulikuwa kati ya wachungaji wa huku kwetu ambao walienda somea Filipini na wakawa marafiki na Young, wakamwalika huko Pastor Mutavali na Pastor Mohas. Pastor Mutavali na Pastor Mohas ndio waliofanya njia. Yeye alikuwa akisema anapenda atumike Afrika hasa Kongo, na wakamwongoza kumwongoza kuja hapa. Na akalipo anapofika hapa tukaambatana, tukasikilizana na akawa rafiki, na akasaidia katika kazi. Na yeye akatuletea mwingine anaitwa Jean. Na huyo Jean ndiye pastor Jean, kwa sababu yeye alikuwa laiki na Jean alikuwa pastor. Sasa huyo alikuwa anafuatilia mambo mengi kwa kufuatana na kazi aliyokuwa akifanya, hata kwa division alisaidia division sana. Division ECD alisaidia sana. Alisaidia sana. Viongozi walifika hapa, tulikuwa tukiongea nao vizuri, na kuongea nao ilikuwa rahisi kwa sababu walikuwa wamekuwa marafiki. Ndio. Kati ya kazi ambazo wamerahisisha sana ule Jean pamoja na Young ambazo wamezifanya katika eneo letu, unaweza kutaja moja moja? Kazi hii alifanya hivi? Ndio, yeye Young kazi kubwa aliyoifanya ni kununua uwanja wetu wa Kyagala. Yeye ndiye akanunua uwanja wa biro zetu za Kyagala. Hata masinyatiri ya parcel zile mimi mwenyewe nilisimamia pamoja na wenye maparcel. Na kazi nyingine kubwa aliyotufanyia ni kuleta huyo Jean. Na alipojenga leta Jean, yeye alikuwa na mawazo ya kufanya parrainage pamoja na watu wa kwao. Ndio maana tulikuwa na sisterhood. Alikuwa makanisa yalikuwa ikaongea nao, wanasaidia makanisa yetu upande huu. Na waliajiri wa vijana wetu wengi wakawa wachungaji. Na kazi kaendelea kusonga mbele kwa sababu tulikuwa tumekuwa na wachungaji wengi. Ndio. Asante. Malengo yake ilikuwa nini kununua uwanja wa Kyagala? Yeye alikuwa akipenda katika siku zinazokuja field kitabu hapa, alikuwa safari ndefu field hamie Kyagala. Na ndoto hiyo imetimia. Na ndio ndoto imetimia. Basi tunamshukuru Mungu kwa kazi ile ambayo umeifanya. Ndio. Lakini katika kazi ambayo umeifanya, Mungu umezungumzia mazuri. Je, kuna mabaya ambayo ama machangamoto, difficulty ambazo ulikutana nazo katika kazi? Difficulty zilizokuwa ni katika pastoria yako yote juu ya vita, kwa sababu upande wa Itusi tu eneo la Jugu, eneo la Tala nilifika huko mara hapa. Ndio. Sababu kwa kuenda ilikuwa vigumu, sikuwa napita hapa. Nilikuwa naenda pita Uganda, naenda kupita Aru, naenda kufika afati wanaita Ikia, kutoka kule tena nipitie kule. Lakini kwa kuweza kufikia Tala, makanisa mengi sikifikia hapa Bonia, nilikuwa pita pale mara moja. Ndio. Vita ilikuwa changamoto. Changamoto kwa sababu ilikuwa vigumu kupita hapa, ilikuwa vigumu sana. Ndio. Asante sana. Kuna ingine changamoto ambayo unaweza kufikiri bana nayo katika uchungaji? Hakuna changamoto sana, ni kuenda kuzoea. Kwa sababu nilipotoka hapa nikaenda Kisangani, kutoka Kisangani tukafanya maformation kwa pioneer ambao ilikuwa 18. Kutoka pale nikaenda Kindu. Kindu kweli kulikuwa changamoto pale, ni watu wazuri. Na wanapokuwa watu wazuri inaomba wafundishwe namna utoaji ili wapate kukomaa kwa kuweza kusaidia kazi ya Mungu. Sasa eneo la Maniema lina shida, hata eneo hata na la Ugandala wana shida kwa kutoaji. Hawajaelewa vizuri mambo ya kutoa zaka. Na unadhani kwa sababu ya gani? Ni sababu hawataki kutoa ama sisi hawataki kazi ama shida ni nini kwa? Nilipokuwa Maniema nikaona ilikuwa shida wakati wa misionari walifika, walikuwa wakisaidia. Wamisionari walikuwa wakitoa yote. Sasa watu walikuwa sawa, wanakuwa sawa watoto kusema kila kitu utaona misionari ndio ataleta. Hawajui kwamba tunafaa wajichukulie mzigo huu. Ndio, usitegemee. Asante. Ndio. Semina gani ambazo ulizitoa huko hizi saidie tena watu kuheshimiwa kwa? Ilikuwa semina za kuweza kulima, kwa sababu huko wamama wanatumika sana. Lakini wanaume wanapenda tu kugagaa kama watu ambao wanakaridoga. Wamama huko wanakumbuka sana, wao ndio wanachukua mzigo mkubwa katika chama. Lakini wababa wao tu ni kuzunguka tu na hawafanyi kazi sana. Wanaweza kutumika kidogo, lakini wamama ndio wanaotumika. Ndio. Asante sana. Basi tunapoendelea pengine kumaliza, nilitaka utusaidie. Umesema umekuwa retraite. Sijui walipokuambia unakuwa retraite ama ulikuwa unajua kwamba utakuwa retraite? Ndio, katika kitabu inaitwa Reglement de Police inasema
mtu anapokuwa na miaka 40 yafaa awe retrete ya kazi, 40 ya kazi na miaka 65 ya maisha. Sasa nilikuwa na niko na hesabu miaka yangu. Biblia inasema kwamba utufundishe kuhesabu. Ndio sasa retrete nafaa unapoanza kazi tayarishi. Ndio hatukuweza kutayarisha kwa sababu ilikuwa vitu vingine tulikuwa Mungu mpaka kifo. Hakupi hapana. Hata na Musa yenyewe mwenyewe alipata retrete. Aliambiwa sema aandike kwamba kuhani anapofika miaka 50 au retrete. Ndio miaka 15 aingie katika kazi ya uchungaji ya kikuhani. Miaka 15 ya kazi atumike. Baada ya miaka 15 anapokuwa na 15 yeye au retrete. Sasa hii inakuwa ni jambo ambayo inatushangaza, inatushtua sisi kama wachungaji wapya ambao tunaanza. Kuna maana fulani unajiuliza, retrete itakuwa namna gani? Kuna wakati mwingine unasema napenda nitumike basi nitoshake mkazi, mimi nikatali. Sasa mtu anaweza kutayarisha retrete namna gani ili kwamba isije ikaua mtu pressure pengine kwa sababu ya matayarisho. Kutayarisha retrete ni rahisi. Unapoanza kazi, kwanza fikirie hiyo. Iwe sala ya asubuhi ya kujua kama nitapata retrete. Na mtu kupata retrete afanye nini? Kitu kikubwa apande mtu. Ndio. Sio mtu wa mikaratusi. Apande mtu wa matunda. Iwe mtu embe. Iwe mtu wa ndimo chungu, ndimo tamu, avokatie. Hito kunasaidia kila mwaka baada ya miaka 6, miaka 7 utaanza kutoa matunda, na hito kusaidia kwa kuweza kusaidia kwa kazi kidogo utakazokuwa nayo. Sasa nikusema ununue kashamba pale fulani hata mbali. Lakini kashamba hapo ile miti ya matunda ndio itakayokusaidia sikia retrete. Ndio. Nikusema ni kitu ambacho haina maana kusema wakati nitakapofikia miaka 15 ndipo nitaanza kufikiria. Kwa sababu utafika miaka 15 unapokuwa na mzigo wa watoto. Sababu utazaa. Unapozaa watoto wanaingia primaire, bahati siku hizi watu wanalipiwa. Lakini secondaire utalipa, university utalipa. Sasa unapopatilia hiyo unasahau tena mipango ya kujitayarisha. Ndio maana sasa nafaa ufanye retrete unapokuwa huko unajitayarisha. Isiwe sasa uchukue mizigo ambayo hautaweza kuchukua. Na kitu kingine ni kusaidia education ya watoto. Wawe wajue kwamba wewe mzazi ulifanya kazi kwao. Na wao wafanye nini? Watakusaidia retu. Ile ni kitu kikubwa. Hata kama hawakusaidia lakini umetayarisha kitu kidogo kwa nini? Retrete. Sababu retrete si kusema tunakaa wanatupatia na sisi usema 18 ya mshahara yetu. Ndio. Asante sana. Tunafurahi sana kwa sababu jambo ya retrete inaogopesha. Inaogopesha. Maisha ya retrete ni mazuri kuliko hata maisha ya kazi. Au toa rapport au kuja ulifanya nini? Ulishinda wapi? Ili hapana. Wewe ndio unajitangia programu yako. Ndio. Sasa ile ni nzuri. Sasa nafurahi sana kwa sababu unakuwa wa kwanza mtu ambaye anatunisha kwamba retrete ni kitu kizuri. Hiyo ni na namna ya kukiandaa. Ndio. Tunaona retrete tunaona kama ni pinisho. Retrete ni kitu anayetumbuka ni kusema anayelilia kusema kwamba hata kuwa retrete. Ni kusema ule hakuwa anafanya kazi. Wao walikuwa anapenda anazunguka kukula mabugali. Kazi ya retrete ni nzuri kwa sababu unapumzika na unakula matunda ya kazi uliyofanya nini? Uliyofanya. Kitu kikubwa watoto wapate education. Hapana instruction, education ni kitu kikubwa. Wajue kama wana mzazi na wana kazi kwa nani? Kwa mzazi huyo. Na unapoona wanakuwa na conduite nzuri, unafurahia hii. Ndio. Sasa tunakuwa kwa changamoto. Sema baba ni mchungaji, kuna mara fulani anaenda anachunga kanisa karibia. Ulisema ulikuwa unachunga makanisa 36 hivi. Makanisa na matawi. Na ikiwa inaonekana ya kwamba mara nyingi haukuwa unakuwa nyumbani. Ndio. Sasa wakati hauko nyumbani hiyo siku yote. Education ya watoto haukuwa unaishakia? Mama alikuwa ananisaidia. Na si kusema nilikuwa naenda narudia shule. Na kamata kuna wakati naenda mbali nafanya huko mchuma moja sababu mahubiri au mashuma mawili tena narudi. Asante. Ndio. Kwa hivyo nikusema katika kazi ya uchungaji mwanamke pia ana sehemu kubwa sana. Ndio maana retrete inakuwa ya mume na mke. Wengi wanasema retrete yangu hapana ni sehemu ya mama. Mama alikuwa anachunga watoto, anafanya kazi zingine, hapo na sehemu kwa retrete. Ndio. Hata ukifa, mmoja kifa ninyi wawili. Mshahara watakupa 60% anayebaki awe mama au baba. Watakupatia mshahara wa retrete, watakupatia 60% ya hii.
ya mshahara ambao mngalikuwa mkipata. Ndio ambao mlikuwa mnapata. Sasa inakuwa 60%. Ndio. Nafurahi sana. Ndio. Swali pendekezo ya mwisho ningesema una mashauri gani kwa ajili ya umeanza kutumikia Mungu tangu zamani, unaona miaka na majira inabadilika siku baada ya siku. Ndio. Unapoona wachungaji vijana kama sisi ambao tunaanza na unajua mahali ambapo dunia imefikia, ni mashauri gani ambao unaweza kututolea? Mashauri ambayo nawapata na nitawatolea ni kwamba boss wa kazi hii ni Kristo. Kristo ndio boss wa kwanza. Ndio. Sasa kazi ambayo inashinda watu wengi utojua wa Kristo. Wanasema mchunga kondoo ajue watoto wake. Yesu Kristo alisema chunga kondoo zangu. Lisha wana kondoo. Donc hawezi kuwalisha kama ufike hapo uende kuwaona kondoo zako, uwajue washiriki mahali wanakuwa, mahali wanakaa, wanaishi namna gani, na hili litakusaidia kuwapatia mashauri na mafundisho ya kuweza kujimudu katika maisha. Asante. Sasa kuna wakati fulani tunasema basi kuna vitu fulani kama inakuwa sijui mahierarchia ama vitu fulani unaona kama raporo zinakulia muda sana kiasi kwamba raporo sio kusema inaacha sasa. Ilianza sasa kutangu zamani. Imeongezeka. Strategia kujua raporo ndio watu wengi hawajui. Wanaofanya raporo ni Wakristo. Na raporo yetu kubwa inaanzia kwa shule ya Sabato. Okay. Ufundishe baada ya uchaguzi. Fundishe watumikaji ambao walichaguliwa namna kufanya raporo. Okay. Iwe ujikase kwa njia zote kujua kuwafundisha hiki kinaenda hivi. Hiki kinaenda hivi. Kwa sababu raporo ingine inatoka katika ingine. Shule ya Sabato na home missionary, Dorcas na mission vinatoka katika nini? Katika shule ya Sabato. Na kanisa pia vyote vinaenda pamoja, vinapatana. Ndio wafundishe washiriki wa kufanya kazi. Usema kama wewe ndio utafanya kazi hiyo, kwa sababu utaanza kusema uongo. Wengi wachungaji wengi wameanza kusema uongo katika raporo. Wanaandika hivi ambavyo si kweli. Kwani kazi ndio uchungaji. Na uchungaji ni kujua washiriki. Na washiriki ni kujua nani anaweza kufanya kipi. Usimchague sema msichague kwa sababu ni rafiki yako. Ujue kama atakurepresent vizuri katika kazi ya raporo ya kazi hii. Kwa sababu picha ya kazi yako na raporo hii. Asante. Nikisema shauri ya kwanza ambayo umetoa ni kwamba sisi kama wachungaji waanza mwaka na wale ambao wamekuwa tujifunze kwanza kuzuru na kuformewa mambo. Ndio. Asante. Ndio. Ile ni kitu cha kwanza. Kuna nyingine ambayo unaweza kuongeza pengine? Na kitu kingine, kuna siku hizi tunakuwa tamaa ya pesa. Kuna vitu viwili vikubwa katika maisha. Jihadhari na pesa, kuomba au kujikopesha. Jihadhari kwa wanawake. Ndio. Vinavyoharibu kazi ni hivi vitu viwili. Watu wengi wameanguka hata na wachungaji katika hilo jambo la pesa. Kupenda sana pesa, unajikopa au kuisha. Ndio. Ama unaiba. Kujikopa itakusukuma kuiba. Au kutarajia kitu ambacho hauna nguvu ya kupata. Uishi na mapato yako. Kitu cha pili, uangalie mambo ya wanawake. Wasichana wale wameangusha watu wengi. Na mchungaji anaweza kuanguka. Hawezi kusema anaweza. Wameanguka. Mimi nilikuwa muongozi. Wameanguka. Hata tumewatoa kazi. Asante. Ile ni hatari. Ni hatari. Kuna mara fulani katika kazi hii ya uchungaji mmesoma pengine pamoja, ama kumekuwa mtu ambaye amesoma nyuma yako ama mbele yako, na pengine miaka fulani unaona kwa muonekano, kwa mtazamo unaona kama amekuwa juu kuliko wewe. Unaweza kutoa shauri gani kwa watu ambao wanajilinganisha na watu wengine ama natamani au mtu mwingine? Kazi hii ni nzuri. Mimi nilikuwa mwongozi wa field. Ndiyo. Nilikuwa napitisha $4 treasury secretary wangu. Ya mshahara ambayo inamzidisha. Ndio. $4 tu. Ndio. Sasa na mimi namupitisha nikusema nilipitisha wengine wote $8. Sasa $8 tayari kuna mgogoro. Mshahara ni mmoja. Mtu asiwe na shauku ya kusema nikuwa hivi na hivi, haina maana. Uridhike na hali ambayo na wamekupa. Uwe mwongozi wa wilaya, uwe nini, yote ni mchungaji. Ile ndio inaacha kwa sababu amekuwa department ile, hapana, siwachukulie na wakati. Ufanye kazi yako na kazi hiyo ndio itakuonesha pale. Asante.
shauri nyingine pengine kwa ajili ya sisi ambao tunakuwa waumini. Okay? Na waumini, tunao evangelist, tunao pastor sasa. Shauri gani ambayo unaweza kutolea tena sisi particulièrement kama waumini? Mara nyingine wengine wanaona kama inakuwa kama sijui nitaeleza namna gani, lakini katika mtazamo wa watu wengi ndio wanaiona kama garage, sijui kama nini. Sijui unaelewa kile mimi naelewa. Mtu anapoanza shida ni kwamba tunakuwa tunatumikia kitu tunatumika na kitu kinachoitwa budget. Watu wote wangetumika. Lakini field haina pesa ya kuweza kuwalipa hawa wote. Na tunakuwa na bahati kwa sababu tulipoanza tulikuwa tunapatia waumini $10. Na nafikiri wameongeza. Baadaye tukafanya venda na fikiri wanaweza kuwa wameongeza kwa sababu wafuatana na kude hivi. Sasa hapo wanaangalia kazi, huyu anafanya kazi namna gani. Na muongozi wa station analeta report au wawili asema mtu huyu naona anatumika hivi. Kwa kufuatana na utaratibu unaokuwa nao na kuheshimia kazi. Itaacha wanafanya nini? Wanaona sema huyu anastahili. Na washiriki wanakushuhudia sema huyu anastahili kuwa pastor au huyu hastahili kuwa pastor, anatudanganya. Washiriki wako wazi kusema kila kitu. Kwa shauri kwa wachungaji wote ambao wameanza kazi waridhike na wajue kwamba uongozi wana malengo mazuri kwa ajili, sio kwamba wanawagandamiza, wana malengo mazuri. Basi ninashukuru sana tena sana kwa kutupatia wakati hii na kututolea mashauri yale yote, kwa sababu kila mtu ataendelea kusikia mahali pote. Asante na mimi nashukuru kwa sababu nimefika kuniona. Ndio. Mimi niko na shauku hata nikifika Chamnyonge. Asante, tafurahi. Mara moja nilienda Mbulini na nilifanya kamiti kule Mosea. Jangendi nilifanya bia kapila kamiti. Na Mungu amesaidia hapo. Migogoro inaanza kubadilika. Nitafika huko tu. Asante. Tutafurahi na tutakaribisha sana kabisa ukifika kwa upande wetu ya dunia. Basi Mungu akubariki sana. Amina. Tunaweza maliza na ombi kubariki. Asante kwa kutubariki. Nikati jioni tunakuwa na watumishi wako wanakuja kuona. Omba baraka yako na shukrani yetu. Kazi wanazotenda tunakuwa nao. Wanapotangaza injili kwa mara ya pili kupata mafanikio katika kazi. Sisi ni wanyonge na wadhaifu, lakini tuomba nguvu inayotoka kwako ndio shughuli yetu kufuatana na hadi zako. Uwe nasi na wapenzi kwa timizo katika vile tunavyokuomba kwa jina la Bwana na Mwokozi Yesu Kristo. Amen.